Marekani na Saudi Arabia zimesaini makubaliano muhimu ya ushirikiano wa nyuklia wa kiraia, hatua inayotajwa kuwa ya kihistoria ambayo inaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili katika sekta ya nishati, teknolojia na usalama. Makubaliano hayo yanatoa msingi wa kuanzishwa kwa mpango wa nyuklia wa kiraia wa Saudi Arabia, huku yakifungua fursa kubwa kwa kampuni za Marekani kushiriki ujenzi wa mitambo ya nyuklia, usambazaji wa teknolojia, mafunzo ya wataalamu na utoaji wa huduma za kiufundi kwa kipindi cha miaka ijayo. Kwa mujibu wa idara ya nishati ya Marekani, makubaliano hayo ni ya ushirikiano wa amani katika masuala ya nyuklia na analenga kuhakikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia kwa shughuli za kiraia pekee, hususan uzalishaji wa umeme, maendeleo ya kisayansi, utafiti na matumizi mengine ya amani. Marekani imeeleza kuwa ushirikiano huo utafungua soko jipya kwa sekta ya nyuklia ya Marekani, huku kampuni zake zikitarajiwa kushiriki katika miradi mikubwa ya ujenzi wa miundombinu ya nishati ya nyuklia nchini Saudi Arabia. Ingawa maandishi kamili ya makubaliano hayo hajawekwa hadharani, taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa mkataba huo unaweza kuipa Saudi Arabia nafasi ya kurutubisha madini ya uranium katika siku zijazo chini ya masharti yatakayokubaliwa. Hili ndilo suala linaloibua mjadala mkubwa zaidi, kwa sababu urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha chini hutumika kama mafuta ya mitambo ya kuzalisha umeme wa nyuklia, lakini ikiwa itarutubishwa kwa kiwango cha juu inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa ikiepuka kuruhusu washirika wake wengi kupata uwezo wa kurutubisha uranium ndani ya nchi zao kutokana na hofu ya kuenea kwa teknolojia inayoweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Kutokana na historia hiyo, wachambuzi wengi wanaona makubaliano haya kwa mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani kuhusu ushirikiano wa nyuklia na ushirika wake wa Mashariki ya Kati. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza ushindani wa teknolojia ya nyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanasema ikiwa Saudi Arabia itapata uwezo wa kurutubisha urani, mataifa mengine katika eneo hilo yanaweza pia kutaka kuanzisha programu zinazofanana, jambo ambalo linaweza kuongeza hofu ya mbio za nyuklia katika ukanda huu ambao tayari unakabiliwa na migogoro ya kisiasa, kijeshi na kiusalama. Aidha, suala hilo linaangaliwa kwa karibu kutokana na mvutano wa muda mrefu kati ya Saudi Arabia na Iran. Kwa miaka kadhaa, viongozi wa Saudi Arabia wamekuwa wakisema kuwa hawataki kubaki nyuma ikiwa mataifa mengine katika eneo hilo yanapata uwezo mkubwa wa nyuklia. Kauli hizo zimekuwa zikitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara kwamba Riyadh inataka kuhakikisha inalinda maslahi yake kimkakati katika siku zijazo. Idara ya nishati ya Marekani pia imethibitisha kuwa pamoja na makubaliano hayo ya ushirikiano wa nyuklia, pande hizo mbili zilisaini makubaliano ya ziada kuhusu hatua za ulinzi na usalama. Hatua hizo zinakusudiwa kuhakikisha kuwa vifaa vya nyuklia, teknolojia, malighafi, taarifa za kifundi zinalindwa kwa viwango vya juu vya usalama, pamoja na kuwepo kwa mifumo ya ufuatiliaji ili kuzuia matumizi yasiyoidhinishwa ya teknolojia hiyo. Saudi Arabia imekuwa ikieleza kwa mpango wake wa nyuklia ni sehemu ya mkakati mpana wa kubadilisha uchumi kupitia njozi ya mwaka 2030. Katika mkakati huo, Riyadh inalenga kupunguza utegemezi wake wa mapato ya mafuta kwa kuwekeza katika sekta nyingine muhimu ikiwemo nishati mbadala na nishati ya nyuklia. Serikali inaamini kuwa mitambo ya nyuklia itasaidia kukidhi ongezeko la mahitaji ya umeme, kuendesha ukuaji wa viwanda na kupunguza matumizi ya mafuta katika uzalishaji wa nishati, ili mafuta mengi sasa zaidi yaweze kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Kwa upande wa Marekani, makubaliano hayo yanatarajiwa kuimarisha ushawishi wake katika sekta ya nyuklia ya Mashariki ya Kati, huku yakizipa kampuni za Marekani nafasi ya kushindana na mataifa mengine yanayotafuta mikataba ya ujenzi wa mitambo ya nyuklia
katika eneo hilo. Ushirikiano huo pia unaonekana kama sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya Washington na Riyadh katika masuala ya nishati, biashara, teknolojia na usalama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.